Yo, of course mitaa inaelewa hatua kubwa sana ambazo vijana tunafanya au vipi bana. So far leo kama ambavyo nimewambia niko na mwanangu na hiki ndiyo kilichonileta huku kitaani kwa ajili ya kubonga naye kwa sababu ni makubwa sana ambayo mimi nayaona kwa upande wangu. So far ni mtu ambaye nakutana na watu wengi sana ambao wanafanya vitu vizuri. So ukiona mtu pia ana kitu cha ziada kwenye kile ambacho unakijua anakifanya, so mbaya sana kumpa shout out na kumheshimu kwa kile ambacho anakifanya. Bwana karibu sana Clouds TV, Sizz Kitaa time hii hapa. Shukrani sana. Zuka mwingi. Au nyama kabisa. Unajisikiaje leo Sizz Kitaa kutembelea kitani, lakini usijibu kwa kuongea, ijibu kwa freestyle? Leo pande zetu ni balaa kama utani, nashukuru umenitembelea Sizz Kitaa. Ikitu kwangu inanifanya na feel furaha toka zamani. Nilikuwa naiona tu kwenye TV, leo imekuwa kweli kwangu mimi Wiz MP. Saluti sana kwa. Oh yeah, noma sana wanangu, makofi kwake kidogo. Yo, big shout out. Turudi kidogo nyuma, maisha ya kawaida, alafu tutakuja kuzungumza mambo ya industry, sanaa kwa ujumla na nini na vitu kama hivyo. Wewe ni mtoto wangapi kwenye familia? Iko wapi? Mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia, kwa baba mpaka kwa mama pia. Kwa mama tupo wawili, wa kiume na wa kike. Mimi ndo wa kwanza, ndo kaka, na kwa baba pia tupo watatu, wa kiume wawili na wa kike mmoja, na mimi ndo wa kwanza pia. Ila mzee kwa bahati mbaya amefariki. Amefariki muda mrefu tangu 2012. Ila bi mkubwa yupo lakini hayupo Bongo. Yupo Katari. Kwa mimi naishi huku Mabibo katika harakati zangu za kutafuta maisha. Ila ndugu zangu nini upande wa baba wapo Mbagala na ndugu zangu upande wa mama wapo Chanika. Maana Chanika huko ndo kwetu Pwani. Sehemu moja kunaitwa Sungwi. Huko mimi ndo napotokea. Nimesoma kule, nimezaliwa kule. Ila baada ya kumaliza shule huko town nikawa nakuja tu mara moja Mbagala, ambapo ndo kuna ndugu zangu upande wa kiumeni. Kwa hiyo baada ya kumaliza shule nikawa naishi Mbagala, nimeishi Mbagala mpaka 2022. Nikama Mbagala nikarudi Chanika nikaa 2022 mwishoni ndo nikaja kuhamia rasmi Mabibo. Lakini kipindi nahamia Mabibo nilikuwa sina mchongo, sina ndugu, sina chochote, yani nilikuja tu, unajua ile. Ulihamia vipi? Mabibo mimi nilivyohamia huko kuna mwanangu mmoja Pop D9 yupo nyuma hapo. Wa mwanangu yeye kipindi anakuja huku mimi ndo nilimpokea, nilikuwa naishi naye kule Chanika. Ila mimi mambo yangu yakaenda tofauti kidogo, yaliumba. Umeona bwana? Ikanibidi niondoke mkoani. Nilivyoenda mkoani yule mwanangu kuna mshikaji wake alisomaga naye sekondari, alikuwa anasoma NIT. Kwa hiyo mwanangu akamtafuta yule mshikaji wake, ndo akawa anakaa huko Mabibo. Kwa hiyo mwanangu akaja kwa yule mshikaji wake Mabibo. Kwa mimi nilivyotoka kule mkoa nikaja nikafikia Mabibo kwa mwanae na mshikaji wangu mimi. Ndio chanzo cha mimi kufika huko Mabibo. Lakini kipindi hicho nilimdanganyaga bi mkubwa kwamba anakuja kufanya kazi. Maana bi mkubwa alikuwa hapendi mimi niishi mbali na nyumbani, yani kwa sababu unajua vishawishi vingi vijana nini. Afu kishakuwa una mchongo wote na kuwa ni ngumu ukajikuta unajimix. Kwa nikaja huku nikawa naishi na washikaji wale na mimi. Ila geto moja tulikuwa tunakaa tu kama 6 hivi sijui 8 kama sikosei. Tulikuwa tunaishi mule, tumekaa sana ile 2022 mwishoni. Nakuja nikawa natafuta mishe na mwanangu, katafuta mishe za viwandani, lakini sasa nikawa nakosa kutokana na muonekano, maana nilikuwa na Madrid pia. Kwa unakuta naenda hapo naambia kazi zipo lakini itabidi utoe nywele hizo, unajua ile. Kweli mimi nika force ila kipindi nakuja huku huyu mwanangu aliniforcea kazi, lakini siku nayofika yule ambaye alomwambia mimi nije kufanya kazi alifariki. Umeona, alikuwa mjamzito akajifungua akafa. Kwa nilipofika tena nikawa sina mchongo. Nilipotafuta mchongo nikaambiwa nitoe nywele. Mimi nikaforce kweli nikatoa nywele, lakini nimetoa nywele naenda pale nikaambiwa tushafunga daftari tusajili mtu mpaka mwakani. Unajua ile. Sopo. Nikawa tu nipo kitani na mwanangu. Huyo mwanangu sasa alikuwa anakimbiza kiwandani, ila mimi nipo kitaa. Kwa hiyo nakuta mimi sifanyi chochote kwa sababu Mabibo nilikuwa so mwenyeji. Kwa hiyo sina popote pa kujua naanzia wapi naishia wapi. Kwa hiyo mwanangu ndo alikuwa anaenda job, ana force anachokipata ananiletea. Na sio kwamba labda ana force kikubwa, hamna. Yeye mwenyewe alikuwa analipwa 5000 kwa siku akikimbiza kazi. Kwa hiyo pale unakuta na 5000 yenyewe analipwa kwa wiki, yani 1030. Kwa hiyo unakuta pale kazini kwao walikuwa mchana wao wanakula pale. Kwa hiyo unakuta yeye anakula mchana pale job, afa ana force hata buku mbili hivi analeta, mimi jioni nakula. Kwa hiyo anakula mchana kazini, mimi nakula jioni mtaani. Kinyamwezi yani asubuhi yote tunapiga basi ndefu hivyo yani. Kweli hiyo 2022, 2023 Mungu akabariki mwanangu akaniforcea sana. Nakumbuka tarehe 10 mwezi wa kwanza nikapata kazi rasmi. Na mimi nikaanza kupiga kazi, sasa wote tukawa tunakimbiza kazi. Umeona? Piga kazi nini kwa Wahindi hapo viwandani kimbiza kazi 2023 ile. Lakini sasa mwishoni 2023 yakatokea kidogo majanga fulani, unajua huyu mwanangu yakaacha kazi pale.
akarudi kitaani na yeye sasa akawa haelewi. Ikarudi tena ile vice versa sasa. Nikawa tunaleana sasa na mimi nikaanza kumlea mwanangu, tukapiga mpaka 2024 pale. 2024 mwanangu akapataga mchongo sokoni, akawa anakimbiza sokoni na beba mizigo nini unajua ile. Mimi nikanipo pale kwa Wahindi. 2024 ile nikakimbiza, lakini tena ikabuma. Unajua kazi yako sio kazi ya mtu, sio ya kwako. So unajua katika 1 na 2 ukishakuwa unafanya kazi sehemu kama zile lazima ujiongeze. Kweli katika kujiongeza bwana, tulikuwa tunapiga sana michongo, maana nilikuwa utingo na kushoto. Siku hiyo mchongo kabuma bwana. Mchongo kubuma, nikabidi nijiachie pale, nikaacha kazi. Sikufukuzwa wala nini, ila tu mwenyewe nikawa najaa unajua ile. Nikaacha kazi, nikawa nipo kitaa, nikarudi kwa mwanangu bwana, mimi sina mchongo sasa hivi tunafanyaje? Akana mimi mwanangu, kwa sasa hivi sina cha kukusaidia, labda nikupeleke sokoni tukabebe wote mizigo. Nikamwambia poa, haina noma. Mimi nikaingia sokoni, lakini sasa ile kazi ya sokoni nikapiga kama siku kadhaa hivi, nikaona mwanangu mbona tunaumia hivi, alafu sisi tuna talent umeona bana. Kweli tunafanyaje sasa ili tupate hela? Nikamwambia sikiliza, kuna watu wanaenda kwenye makaraoke, wanapiga hela zao, yani wanaimba, mtu analipa kodi, anaishi mjini, afu ana mchongo wote, ila maisha yanaenda. Kwa unaonaje sisi tukanunua speaker yetu na mic, afu tunachana mtaa kwa mtaa, tunaweka chini kitambaa, mtu akipenda anaunga. Sasa mwanangu akasema da, hiyo mwanangu mbona itakuwa ngumu kwa upande wetu, kwa sababu uchane tu yani ile speaker mpaka lije kuisha charge, so poa tunakuwa tumechoka sana, na pia uone kama hela itakuwa ndogo, kwa sababu mtu akuongea 100, 200, jero 300, mwingine asikuongea kabisa. Nikamwambia mwanangu tunapiga hela, nikampa target, nikamwambia tunakuwa tunavoingia load, kwa sababu sokoni unakimbiza unabeba ile matenga ya nyanya ile kila moja buku, au sometimes jero, inategemea na umbali, ila mzigo wa umbali mkubwa ni buku, yani hiyo haivuki zaidi hapo. Kuna kwa ukikimbiza labda umepata 5000, umpelekee yule alokupa kiliflector cha kufanyia kazi umpe 3000, ile 2000 ndio inabaki ya kwako, jala asubuhi, jala mchana, jala jioni. Asubuhi amka tena kazini. Kwa ile kitu ikawa ngumu, nikamwambia tukiingia sisi kuchana load, kila tunavochana kwa siku tunaweka hela kiasi fulani. Umeona bana? Akaniambia inawezekana, nikamwambia inawezekana. Issue ni sisi kukaza na kukubali yote, kila kitu, matokeo yote. Poa tukakubaliana, lakini sasa baada ya kukubaliana kibunda hamna. Umeona bana? Nikamwambia sikiliza, mimi nilikuwa na simu yangu fulani vile sigibugu. Nikaiuza ile simu. Nakumbuka niliuza laki, bei ya kutupa kabisa, simu ilikuwa bado kali tu. Nikaiuza ile simu laki. Umeona? Mwanangu naye nikamwambia force akaforce kule anavyojua yeye. Hivyo huko na kule kuomba hapa, umehangaika kule nini. Akaongezea naye, umeona bwana. Ikamepelea kama 50 hivi. Katika ile 50 mimi nilichokifanya nikampigia simu bi mkubwa, nikamwambia bi mkubwa, mimi nataka nifanye biashara hapa. Biashara gani? Nikamwambia nataka niuze matunda. Akaniambia matunda kweli? Matunda ndo mtaje 50. Nikamwambia inatosha, kwa sababu pale napenda kufanya mimi, yule mwenye biashara yake amesafiri kaenda mkoani, kwa goli tulipo open pale hamna mtu akufanya. Akaniambia mimi 50 sina kwenye account yangu, nimetoka kumlipia mdogo wako skuli basi. Umeona bwana, na 30,000. Nikamwambia inatosha. Poa, akanipa 30, nikaongezea ikawa kama 200,000 na 30, nikapelea 20,000. Sasa hiyo 20,000 ilobakia hiyo kuja kuipata hapo ndo kasheshe, maana mwanangu naye kule sokoni alikuwa kashaacha. Kodi tukatopo mtaani, unakuta sometimes hatuna ila kula, tunapunguza. Tukipiga vizinga huko na kule imerudi hivyo. Sasa kuna mwanangu mmoja anaitwa Alibwa hivi, nilikuwa anafanya naye kazi pale kwa Wahindi pale. Hapo wana kitani bado hawajawaelewa. Watu wanajua kama tunachana, ila sote. Ila nakumbuka mtaa huu mimi ndo nilihamia, nilikuwa nashinda sana ndani. Yaani nilikuwa sio mtu wa kushinda sana maskani. Ila huyo mshikaji wangu ndo alikuwa anashinda nini na washikaji ile. Kwaona kuta wengi, hata wengi walikuwa wanamfahamu yeye. Mimi nilikuwa nikija tu labda mara moja, natoka mara moja natoka, kwa sababu kipindi fulani unakuta yani nilikuwa yani sio mtu wa kushinda sana maskani, yani ndo nipo hivyo, umeona. Alafu na kipindi hicho hapo kizingatia sina mazingira, sina kibunda nini, sielewi. Kwaona kuta na bora tu ni wenzangu ndani, labda hivi nasikiza tu mangoma, nasikiza beat naandika hivyo. Umeona bwana. Yule mwanangu Alibwa nikamuelekeza, nikamwambia mwanangu wewe bwana, hapa na kipengele hiki na hiki, nikamchana ni uhalisia wote. Akaniambia baridi issue 20,000 haina noma. Akanibless 20,000, nakumbuka ilikuwa siku ya Ijumaa hiyo. Sisi tukatoka zetu na mwanangu hapa, tukaingia zetu town, tukachukua mdundo hapo, tupo kawaida tu yani, rafu tunajua ile chini ya vindala nini kishikaji tu, tukachukua zetu mdundo pale, tukaingia zetu harakati. Siku ya kwanza tulianza zetu hapa mtaani, yani tuvonua tu tukapiga hapa. Ndio washikaji sasa wakaanza kumbe mshikaji hatari, kumbe anafanya hivi, umeona bana. Tunapiga hapa, tunaingia sokoni pale Mabibo, tunakimbiza, tukapiga mpaka Manzese tukarudi. Siku ya kwanza tunakumbuka Mungu alibariki, tulipata kama 30,000. Kitu kama 30 hivi 25 hivi, kwa sababu hatukwenda mbali. Tukarudi, mwanangu akaanza kuaminia sasa, kumbe mwanangu tunaweza tukapata hivyo. Tukaanza ile siku ya kwanza, ya pili kila tukitoka lazima hapa
tupige kwanza nyumbani hapa Chukue baraka kwanza. Tunachana. Weko. Ya watugee hela wasitugee, lakini sio nyumbani bwana. Na baraka nyingi wenyewe nakwambia zinaanzia nyumbani. Wakishaanza kukukataa nyumbani tena utoboi. Basi tukakimbiza zetu hivyo mdogo mdogo tukakimbiza. Sasa nakumbuka mwezi wa 12. Mwezi wa 12 hiyo, mwishoni hiyo. Ndio nakumbuka siku moja nilipiga pale Mwenge pale Lufungira pale. Nilikuwa nachana pale. Hiyo siku ilikuwa ngumu kinoma, yani tumepiga manangu mpaka nafika usiku. Tulipata 9,000. Umeona bwana? Kwa sababu kuna jamaa alituita sehemu, "Oya, njoni mnipigie promo maana huwa nilikuwa napiga promo kwenye maduka ya watu nini. Njoni mnipigie promo." Tumeenda pale kwanza saa 11. Oya, tulisumbuana mpaka nafika saa 2 usiku. Alafu hakutugea hata 100 yani. Unajua ile. Yani kikubwa tu kwamba ananipost yani. Unajua afu sisi tukazani labda tukipiga jamaa atatuungia kwa sababu tushazoea tukifika tunachana tu, mtu mwenye duka lake anachotuungia chochote sisi kilo yani 10,000, 7,000, 5,000. Ila jamaa katusumbua sana. Njoo kwa hapa, piga kwa hapa, vana t-shirt nini unajua ile. Afu tunakuja kumaliza. Akatwambia asanteni bwana dogo zangu, mimi nashukuru. Hii mimi nitaipandisha nini fresh. Kwa kwa kuna ile busara sio tuseme na nidhamu tu ile. Tukaona fresh hatujafanya chochote. Afu baada hapo akaniambiaje tena, "Oya, piga basi hata moja ya nje hapa nini unachana nini ile. Hapo tuna ganzi." Nikamwambia baridi ana noma. Akaanza mwanangu akachana, tulikuwa watatu, wa pili akachana. Na mimi nikafuata nikachana. Sasa nikawa nachana na freestyle sasa kama utani unajua mtu akipita nimemchana, karudi nimemchana, limepita gari nimelichana, nimepita pikipiki nimechana. Baada ya pale tukaingia zetu kitano tukazunguka tukapata buku 9. Tumekaa zetu Sinza Mall pale. Tunaanza kunungunika sasa. Yaani tunaona mbona mambo hayaendi mwanangu hivi na hivi. Akaja bi mkubwa mmoja anauza mahindi. Kadokuda pale. "Wanangu vipi? Safi, mmechoka?" Tukamwambia, mama bana tumechoka hapa tumepumzika." Akasema, sawa lakini nini? Mimi napenda mnachokifanya wanangu, amuibi cha mtu. Ni mtu mzima tu. Amuibi cha mtu wanangu, pambaneni, Mungu atawabariki. Ipo siku tu. Muone hata hao mastaa wenyewe anaweza akawaona au mtu yote tu akawasupport kinamna yoyote. Ni msikate tamaa. Basi tukapiga na story pale nini tukamuungisha naye mahindi. Akasepa. Siku ya pili yake sasa nipo zangu hapo nimekaa hapo umeona. Kuna dogo akanicheki. "Oa hizi vipi?" Nikamwambia fresh. "Mwanangu umeenda mjini." Nikamwambia kwa nini? "Oa Diamond kakuposti bana." Nikamwambia kweli sijataka kuleta mapepe sasa nikabidi niende mwanangu akaniambia tulia. Nenda kacheki kwanza. Nikaingia Insta story. Kweli nakuta ka post pale kaandika kama mmeza kamusi afu kaeka moto afu kaeka na ile crown ile ya king ile. Nikacheki ile kitu ile yani nilifurahi sana. Alafu ni clip ambayo ndio ile jamaa baada ya kumchania hajatugea hela afu akasema chaneni basi kidogo hapo. Yaani tukatoka tai lakini hatukachana tu ile kivivu. Ikaenda ile mwanangu nilipiga followers wa kutosha Insta. Umeona bana. Ila yule jamaa sasa TikTok aliniposti yeye. TikTok yake naye ikawa imekimbiza, alikuwa na followers 2,000. Aligonga mpaka 8K hivi nakumbuka. Ilikimbiza. Sasa yule jamaa sasa akawa mjanja. Umeona mimi account zangu ndogo, TikTok yangu ilikuwa na followers 200 tu, 200. Insta yangu nilikuwa na 560 nakumbuka. Aliponiposti Monde ile mpaka kufikia usiku saa 7 iligonga 1000 kama na 700 sijui 800 hivi. Ila TikTok ndio ikawa ipo down hivi. Umeona bwana. Hasa yule jamaa akawa ananitumia ananiambiaje wizi. "Oya ukiwa location tu niambie nini na kushoot na kupost nini fresh." Kwa jamaa mimi nikawa nampa location njoo sehemu fulani. Ananishoot afa na posti kwake. Unajua ile inasogea tu account yake inasogea kagonga followers 10,000. Aliniposti clip zangu kama 2-3 hivi. Akagonga followers 10,000. Sasa akabidi washikaji kuna mwanangu mmoja akasema inabidi huyu jamaa tuongee naye account ikiwezekana tuichukue umeona. Jamaa tukamuita pale tunaongea naye tukamwambia sio nataka kusupport kweli hiyo account ibadilishe jina iwe ya wizi. Akawa anaingia anatoka lakini jamaa kumbe alikuwa na target zake. Akuze account yake afu afanye vipengele vyake yeye anavyojua yeye. Umeona bwana? Sasa kuna mshikaji mmoja alinicheki, alini-DM TikTok akaniambia wizi vipi fresh? Nipe namba zako. Nikampa namba kwa sababu nilikuwa sijaleta noma. Kumpa namba akanicheki akaniambia bwana mimi mtu fulani. Namba tukutane. Umeona? Akaniambia bwana mwanangu unafanya vitu vikubwa afu account zako ndogo. Nikamwambia namna labda ya usimamizi na simu kali labda ya kushutia pia sina. Akaniambia basi poa tukutane. Tukakutana sehemu. Akanipa maelekezo pale mali matatu. Akaniambia basi mimi nitakuwa nakushuti kila tukio kila unachokifanya. Nikamuelezea vipi kuchukua account ya jamaa. Akaniambia achana nayo. Hiyo ya account yako wewe inaweza kafanya nini? Ikakua hiyo. Kweli yule jamaa akaanza sasa mwanangu kila content ninayofanya anashuti, anaposti kwenye account yangu anashuti na post. Ndio hivyo mpaka sasa hivi niligonga Insta followers 10,000 ndani ya siku 7. Insta followers 10,000 siku 7.
TikTok niligonga followers kama 30,000 sijui hivi ndani ya wiki 2, yani siku chache, yani akaunti zangu zikakuwa. Kwa hivyo bana, kinyamwezi kabisa. So far story imenyoka, imeelezewa jinsi gani kitaani hatutaki kukata tamaa vipi bana, lakini pia hizi ndio ndoto za kitaa. Yani watu wanatembea kwa kile ambacho wanakitegemea kitokee, sio watu wanalala ili waote alafu hiyo ni story tu hivi bana. Maana ya ndoto za kitaa ndio hizi hapa, ni lazima ndoto ikamilike. Ndoto ni ile ambayo unaishi nayo, sio ile ambayo unaiota kitandani. Tunaendelea kuenjoy. Bi Mkubwa muda gani aliondoka Tanzania? Bi Mkubwa aliondoka tangu 2021. 21. Yeah. Hajawahi kurudi. Alirudi mara moja akaondoka tena. Kaondoka. Kuna plani ya wewe kumfuata au? Alishanishauri sana, lakini mimi mwenyewe ndo nakuwa mzito kuondoka. Bwana, kuna mwanangu umemhadithia sana hapa. Yaani kama ni kitabu lazima angekuwa na trend sana kwenye hayo maandishi. Kwa sasa hivi anasimama kama nani kwako? Au mwanangu yeye anasimama kama mshauri wangu, na pia tunaandika wote ngoma, na pia ndo anabeba ile speaker, na ndo mwanangu ambaye pia kama muongeaji wangu pia kama meneja yani. Ni kama meneja. Mpe tu heshima ya meneja kwa jinsi ambavyo mmehasa. Ya mwanangu ni meneja, yani naongelea. Siwezi kufanya chochote bila yeye kupitisha. Sasa hivi swala kuingiza mtonyo limekaje? Mtonyo unaingia, lakini sio kitaa sana. Mtonyo unaingia kwenye madili. Kama madili, kama napiga promo ya mabiashara, matangazo napata, ya ndo mtonyo unaingia sana huko. Kitaa tunapiga, lakini sipigi ile kila siku, na pia kitaa mara nyingi watu wanaenjoy tu sana burudani nini, kwa sababu mtu akishakuona sasa hivi anajua ni content ya kurekodi, akagonge followers. Watu wanasema wewe ni mkali sana kuliko Young Lunya. Unaamini ni kweli? Siwezi nikavunja heshima, ila kila mtu ni mkali nafasi yake. Yeah. Ukali wa Lunya uko wapi? Young Lunya ana swag, umeona? Young Lunya naweza nikasema ana swag, afu pia ni mtu wa kuswitch, yani mtu wa kubadilika, umeona? Ni freestyle au kwenye muonekano? Young Lunya kwenye nanili, yani kwenye magoma. Ya magoma yake, lakini kwenye ku freestyle hivi live hapana. Ya so mkali sana ku freestyle live. Ya lakini kwenye magoma ukifanya naye dude ujipange. Wewe na Young Lunya kwenye freestyle nani mkali? Ku freestyle za live? Tizimi ndo namba 1 kwenye ku freestyle live. Ya tukisema Young Lunya ni mbaya kwenye freestyle tutakuwa tunakosea. Young Lunya tunatakiwa tumweke kwenye kundi gani? Young Lunya yule ni mwandishi mkali. Mwandishi. Ya mwandishi. Wewe uwezo wako wa kumwaminisha mtu kwamba wewe ni mbaya freestyle, ni kitu gani ambacho ungetamani kuniambia? Sababu uniambii mimi, unaiambia Tanzania nzima ambao wanatutazama kwamba bwana mimi ni namba 1 ndio mkali wa freestyle. Ili uamini kama mimi ni mkali wa freestyle, hivi na hivi na hivi na hivi. Naweza nikasema mimi ni mkali, sio na wewe, yani mimi ni mkali wa freestyle kwa sababu kuna vigezo, umeona? Ukija kuangalia tangu Albert Mangwea amefariki, hakuwahi kutokea freestyle yoyote akakufananishwa na Ngwea au Zila, na wenyewe mlikuwa mnajua balaa la Ngwea na Zila, ila mimi nikaja kufananishwa. Na pia mbali na hapo, mpaka watu wakubwa washanipa huo king. Sijakaa kujiita kwamba mimi ni king si nini, hapana. Kama Diamond Platinum washanipa king, Max Cortez washanipa king zaidi ya mara 1 mara 2. Calligraphy pia alisha comment katika group yangu kwamba ni mkali, umeona? Na wengine wengi, yani mastaa wengi. Emotion ile channel ya Konde Boy pia uliona ya. Na kingine kikubwa ambacho naweza nikasema mimi ni mwazidi ma freestyler wengine, umeona? Naweza na speed, yani ubongo wangu upo speed, kwa sababu ukitaka kuangalia kuna clip yangu moja ile trend ile ya kwenye mwendo kasi, yani ilikuwa nachana matukio, yani mtu anachokifanya na mchana. Hiyo kitu hata kama unabisha, hata kama unaweza jishike hapa, jifanye hivi, yani chochote unachokifanya muda huo mimi naruka nacho, yani speed. Naweza nikasema ubongo upo speed sana kuliko wao, tofauti na wengine. Mwingine anazunguka sana. Wanasema ma freestyler wengi wakikaa waandike ngoma ya kuhit azitoboaga, azifanye vizuri ni wao, ila mimi na freestyle afu naandika pia, na naweza nika freestyle ngoma na ikawa kali. Ya kwa mtu kama amini aende katika YouTube yangu akaangalie, kule kuna magoma makali hapo, kuna Born to Win, kuna Fall in Love, kuna One for the Money. Ila kikubwa pia naweza nikasema Bongo wana tatizo moja, kama nakosea atanisamee. Yani mfano mtu akikujua kwenye kuimba taarabu, hata kama unaimba kasida, basi hata support zile taarabu zako kimletea kasida elewi. Kwa hata freestyler wengi, mtu akishakuwa na clip zako una freestyle, basi hata taka zile tu freestyle zako, hata ukitoa ngoma vipi utakuta wataisupport, lakini wanadili na kule hawasupport vyote. Ndio maana unakuta wengi hawadumu. Unahisi ni sawa mastaa wanavyokupa ukubwa sasa hivi?
wanavyonipa ukubwa sasa hivi, naweza nikasema ni sawa, afu pia naweza nikasema sio sawa. Kwa nini sio sawa? Sio sawa kwa sababu unajua kuna baadhi ya watu yani kuna baadhi ya watu inakuwa wananiwekea uadui. Kuna baadhi ya watu wanakuwa na mind ile kitu, umeona? Hasa kama ma legendary. Kuna clip yangu moja hivi alishawahi kukanusha tu legendary mmoja. Alipinga hiyo kitu. Kwa ile kitu pia unakuta najengea baadhi ya chuki kwa sababu unakuta wapo wengi mabrother wengi walotangulia na wengi wamefanya vitu, lakini unakuta wapeizwe heshima kama heshima anayopewa mimi, umeona? Kwa unakuta mwingine apendi kile kitu, sio kila mtu anafurahia. Bahati nzuri akatokea Mheshimiwa Kabudi. Akatokea akakwambia naona unachokifanya kitu kikubwa sana. Unataka nikusaidie nini? Mimi hapo kunisaidia katika kitu ninachokifanya, anipe support ambayo kwanza ni katika hii harakati yangu ninayoifanya ya kitaa iwe na ubora zaidi, kwa sababu ni hatari kwa hivi ninavyofanya mimi, kwa sababu sina usalama wowote, umeona? Na pia bado sina uongozi wowote, umeona? Na kitani pia kuna changamoto tofauti. Unaweza kaenda sehemu hata wakakuzingua hivi. Tushataka kupigwa hadi sehemu moja Sinza pale, umeona bana? Mtu anatoka tu bana makelele si nini hivyo. Kwa kikubwa kwanza kuniboreshea usalama wangu, na pili pia support katika ngoma zangu pia ninazozifanya, maana na freestyle na pia na ngoma, na hiki kitu ninachokifanya kifanyike kwa ukubwa, kwa sababu kuna watu wanatamani mpaka mikoani huko, watu wanatamani wengine nje ya nchi kama Kenya, Uganda na Kongo, Malawi pia wanaita sana. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kule kama sina kipato, uwekezaji yani. Kwa kukiwa na uwekezaji tu mkubwa mimi nitafanya hivyo vyote, kwa maana nitafika mtaa kwa mtaa, kwa sababu mimi sinipo kwa ajili ya kitaa. Kwa mtaa kwa mtaa hivyo. Na pia hata hiki kitu ninachokifanya zinatolewa tuzo nyingi hapa Tanzania, lakini sijawahi kuonaga tuzo ya freestyler. Sawa, washikaji zangu, sasa hivi ni time ya freestyle fupi. Flow zangu nazimwaga kama maji. Mada ya kwanza namuelezea Haji. Naposema Haji, tuliza papara. Na somo mwingine na maanisha Jimanara. Juzi alimuoa Zailisa, lakini wameachana, mke ameleta visa. Mke mwenyewe taraka alitaka, so kinyonge blaza mkubwa naye akamgea. Ndio hivyo tena meshapotea, ila nini blaza Haji wetu ulia. Ipo siku Mungu nawe tu atakujalia, mwenye upendo kweli atakupatia, mpaka mbali na yeye na mtajenga familia. Wanake wengi sana blaza usiwaze, nakomba tu usilie, nyamaza. Mungu ipo siku atakupa wa kwako naye mpenda, naye atakupenda, mtajenga mambo mengi, mwisho mbali nye mtaenda. Takupa watoto, utampa penzi moto, popote japokuwa mtakuwa na msoto. Maisha ndiyo haya, hakuna kugwaya, usiwaze Mungu yupo nawe sone haya. Ipo siku moja tu Mungu atabariki, utapata wako, mtakuwa fresh tena mshikiki. Penzi litanoga ni balaa, Jimanara na usiwaze, acha kushangaa, acha kuzubaa, asikupe mawazo wala asikupe stress. Fresh ameshaenda, bado poa haina kesi. Penda kupendaye, so kupenda chana naye, so lazima uwe naye, mwache tu atambaye. Mada ya kwanza sasa nishamaliza, nafuata ya pili Malkia Nguvu na Ngamiza. Wanangu wa Mwanza, oya mjipange, Malkia wa Nguvu tarehe 26 nikamshange. Malkia wa Nguvu wa Mwanza wote tulieni, watafika mpaka UFO yani no company, mpaka Mwanza kote watafika. Tulieni kaini fresh, kila kitu kadhalika. Hawa ndiyo crowds, hawana mashauz, wapapa bongo Tanzania wako South. Mada ya pili tayari nishamaliza, mada ya tatu nini nataka kuiangamiza. Aliniambia nieleze kuhusu maskani, na wanangu tumechill hapa mtaani, wote tumepoa japo tufanani, na shusha freestyle ndo zinatoka kinywani. Mtaa wetu wa wakubwa na watoto, usiulize wapi bwana kuna itwa gari moto. Pale pembeni kwanza wanauza chipsi, na ukicheki pembeni amekaa pisi na flow kali, michano misifai. Na muona sister chipsi anazitoa kwenye karai, katikati yuko mtoto naona amekaa. Sister na fly na flow anashangaa, wanangu wako nyuma naona ametulia. MC nipo kwa mbele nazidi tu kuachania, na mwendo wa michano naona wanashangilia. Blaza pa kushoto miwani mix Eleni
nimekaa kulia yeye amekaa kushoto pembeni, anatoa namba mkononi ana saa nyeusi na flow kali kama mimi nimekunywa kamusi, yani ni utulivu katinga t-shirt mixer track ya kijivu na chini kabisa na visoksi na sendo za ngozi, yamependeza huyu blow ametoka kitozi na flow kali tuko live so kwenye njozi yo, bado napita kwenye michano hawaniwezi, bado nafanya bado napita tukinye mwezi, niko mabibu nisikombeze mwana libiti mi utelezi na flow kali, washikaji na kubali wanapiga na kelele, amenielewa mimi mkali like father like son, kama baba kama mtoto, sijui utamgusa nani na wote wanawasha like father like son, na sijui utamgusa nani na wote wanawasha moto. Oya wanangwe pande hizi so makuzi, blaza amependa pembeni mpaka akapiga mluzi na flow easy na mwanangu so sauzi, mistari kama E wanangu rondi E na mistari voko bado tu kwenye TV, basi kama vile na mwanangu ile kisela, leo tuko live kwanza mbele ya kamera, anapita mama kule amevaa dela na wanangu tupo mtani na peperusha bendera, mama za saizi na kuamkia shikamo, wanao tupo kati ni mwendo wa show msindo na dondoka mimi enjoy na mablow, pande za mabibo wala soka yako, mwanangu yupo nyuma pembeni amesema kwenye midundo navo nata cheki natamba, freestyle zangu na ukicheki ni bara, hapa tuje simama na ukicheki tumekaa, biti linaisha DJ badilisha.